Asante katika jina la Yesu. Tunashukuru Mungu ambaye ametupatia neema na kibali tena kuwajia katika ujumbe wa neno la Mungu. Niite tu mwinjilisti na mchungaji hapa Mungu John na kaka kwenye nchi ya Kongo katika mji wa Lubumbashi. Ninahudumu katika kanisa la Jehovah Nisi hapo mji wa Goma chini ya uongozi wa mafuta ya Apostolo Gabriel Tikiko. Ni pale tunafanya kazi ya Mungu na tunawatakia tu baraka za Mungu katika mafundisho, na siku hiyo ni siku njema ya mafanikio kwako wote ambaye hii video itakufikia, ukiwa hospitalini, ukiwa kazini, ukiwa popote pale utatuona live. Niongee tu kwamba Bwana akujaze neema, upako wa Roho Mtakatifu uwe juu yako, maana mimi najua ni mazingira tu mazito ambayo tunakaa hapa chini ya dunia, ambapo tunasikia habari za magonjwa, na ikiwa Mungu amekuvukisha tena kufika mwaka huu, siku ya leo tunaendea chochomea mwisho wa mwaka hapa, tuongee tu kwamba Bwana akubariki sana. Sitakuwa mrefu sana, niombe Mungu ili kwamba ni kupatie ujumbe huu wa neno la Mungu. Baba, tunashukuru, sifa ni zako, utukufu na heshima yote ni yako milele. Tunataka tubashiri tena maneno yako kwa ujumbe huu. Bariki kila mtazamaji ambaye atatuona live kwenye YouTube, kwenye Instagram, kwenye Facebook, kwenye mtandao wote ule runinga. Bwana umtendee ishara, umubariki, mjaze, mjie tena, badili maisha yake, sema naye katika ubinafsi kupitia ujumbe huu, kwa maana neno yako umesema kama vile mvua inatoka mbinguni kwenye ardhi kumaanisha mimea, ndivyo itakavyokuwa neno lako, halitarudi bure, tokalo katika kinywa chako litatimiza mapenzi yako. Na mapenzi yako nasema wana wapatishwe wema. Acha basi mema itangazwe na kuachiliwa kwa ndugu atakayenitazama na kusikia ujumbe huu kwa jina la Yesu. Amen. Asante sana. Basi tutachukua Biblia zetu na tusome neno la Mungu ili tuzame katika mafundisho ya siku ya leo. Asante. Kitabu chetu cha kwanza ni katika kitabu cha Luka. Luka ndio somo yetu ya uanzilishi. Luka sura zake 17 na mstari wake wa 5. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Luka 17 na mstari wake wa 5. Tafadhali. Mitume wakamwambia, tuongezee imani. Bwana akasema, kama mungekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mungeuambia huyu mkuu, ongoka ukapandwe baharini, na ungetii. Amen. Narudilia tu ile mstari wa 5. Mtume wakamwambia, Bwana tuongezee imani, ile uiweke vizuri, maana ndio kichwa cha somo ambao tutasoma. Inasema hivi, tuongezee imani. Tutasoma shairi letu la Waibrania sura zake 11, Hebreux chapitre 11 verset 1 à 3. Inasema hivi, basi imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana, maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Amen. Mungu akubariki sana na Mungu akutendee muujiza. Ujumbe unasema tuongezee imani. Imani ni kitu gani? Nipane tafsiri 2-3. Imani kwa mujibu wa Waebrania 11 mstari wa kwanza inasema ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo baada ya mambo yanayokuja. Ni kuwa na uhakika wa vitu vile vinavyokuja na kuviona vimekuwa sasa. Yani ni kuespere kitu ambacho kenye haki ya kuwa kinakuya na unakiona kama kimeshafika. Kwa wengine hawajaona kitu kiko, wao unaona tayari kile kitu kimeshafika. Hii ndio kuwa na imani. Mtu wa imani anakuwa kama mwenda wazimu. Mtu wa imani ni mtu kama mwenye kuchanganyikiwa. Kwenye wengine hawaone njia, anaonaka njia. Na ukimuuliza najibaze kunini, hajibaze ku watu, hajibaze ku kawaida ya dunia, anajibaze kile alichokiamini. Lakini kuna njia ambazo zinazoleta imani. Kulingana na Warumi sura 10:17, Biblia inasema imani inakuja kwa kusikia, tena kusikia neno la Mungu.
hakuna mtu ambaye anaweza pata imani nje ya kusikia neno la Mungu. Kitu ambacho unasikia kiko na kapasite ya kutengeneza imani ndani yako, ndio maana hauna haki ya kusikia kila neno. Mwanzo wa watu kuharibika, waliharibika kupitia vitu walivyosikia. Usifikiri ya kwamba matokeo ya vitu unavyoviona kwa maisha yako vinatokana tu na kusingiziwa wala kuparamiwa, lakini kuna vingine utaishi vizuri wala vibaya vitatokana na ulichosikia. Ndio maana unatakiwa kudiscipline masikio yako kwa vitu fulani fulani. Ukitaka upate imani ndani ya Mungu, inabidi uwe na muda wa kumsikia. Kuna tofauti kati ya kusikiliza Mungu na kusikia Mungu. Kusikiliza kwako unatumika saa vile mwenye uko na saidi, unatumika kwa niaba ya wengine, yani uko porteur de message pour l'intérêt des autres. Lakini ukisikia unakuwa unaelewa, maana Biblia inasema kusikia huja kwa neno la Kristo. Kusikia huja kwa neno la Kristo. Maana neno la Kristo ndilo linakupatia kapasite ya kusikia. Hauwezi sikia kama neno la Kristo halikupe kapasite, na ukisikia, ukipata kapasite ya kusikia neno la Mungu, ile kapasite inatengeneza imani kupitia kile ulichosikia. Imani inayokuja kwa neno la Mungu inakupa uhakika kwa neno uliosikia. Bakikwambia ukiamini utaokoka, hii neno ukiisikia itakupa uhakika wa kuokoka. Ukisikia kama neno nasema ukiamini kweli itakuweka huru, ukisikia hii neno itakupatia uhakika wa uhuru katika ile neno. Ndio maana Biblia inasema kusikia huja kwa neno la Kristo. Sasa kusudi hii neno iachilie vitu kwa maisha yako, inabidi usome ile Rome chapitre 10 verset 10. Biblia inasema kwa moyo mtu huamini. Imani inakuja kwa kusikia neno la Kristo, Rome 10:17, neno la Mungu, lakini kwa neno mtu huamini, Rome chapitre 10 verset 10. Manake kusudi mtu aamini inabidi moyo ukue, na kusudi moyo upokee vitu kwa kuamini inabidi kukue kusikia, comprehension kwa mtu aliyesikia, na kusudi usikie inabidi kukue neno inayosemeka, kusudi uisikie itengeneze uhakika ambayo utapelekea moyo wako kuamini ulichokisikia toka neno. Kwa hiyo bila neno hakuna kuamini. Ndio maana imani yoyote ile inakuja kwa kusikia. Kuna watu wana imani tofauti. Chini ya jua kuna imani tofauti, na hizi imani walizipewa wanadamu tu kwa kusikia. Pindi unaposhindwa kudisipline masikio yako mu vitu vya kusikia, ujue hautakuwa na imani ya disipline kwa maisha yako. Hautakuwa na disipline mu imani. Kuna dunia leo iko natembea chini ya matatizo, ni kulingana na imani zilizo katika dunia, na hizi imani ziliruhusika kwa maisha ya watu kwa njia moja, kusikia vitu watu walivyosikia. Ndio maana unawajibika kudisipline masikio yako. Kuna aina nyingi za imani, lakini niongea aina 4 ambazo ziko kubwa za imani. Ya kwanza, kuna imani ya kuamini muujiza. Ya pili, kuna imani ya wokovu, ya kuamini muujiza. Inaandikwa mu Jean chapitre 11 verset 41. Yesu anaambia Marthe, si nilikwambia ukiamini utaona wokovu wa Mungu? Manake kitu ambacho Yesu alikuwa anataka Marthe aone ni muujiza wa kufufua kaka yake Lazaro. Hii ni imani ya kuamini muujiza. Inakupeleka kanisani ili uishi baraka za Mungu, lakini haikupeleke kanisani ili upate Mungu. Ni imani ya kuespere mazuri toka Mungu, lakini haikupeleke kupokea imani, kupeleka kutamani kupokea Mungu. Imani ya pili ni imani ya wokovu, ambayo inakupatia kiu ya kuokoka, kubadilika. Na kusudi uokoke, kuna principe selo Mark chapitre 16 verset 16 nasema aminie na kubatizwa ataokoka. Maana hii imani ya wokovu inakuempoze migulu mbili, inakuempoze mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza, inakuempoze kuamini.
yule uliyeamini, na uwezi amini usiyemjua. Inabidi kujua unachokiamini. Ya pili itakuempoze kuokoka. Ya kwanza ubatizwa ili uokoke. Ya kwanza utaamini, ya pili utabatizwa kusudi uokoke. Manake imani ya wokovu inatoka mkuamini, ya pili inakupeleka mubateme, ya tatu inakuzalisha wokovu. Hakuna mtu mweko na imani ya wokovu ambaye hakuamini Yesu kwanza na pia akabatizwa. Hawezi tuambia kama una imani ya wokovu na haujabatizwa, na hawezi tuamini kama una imani ya wokovu bila kumkubali Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Kuamini Yesu ni kumkubali kuwa Bwana na Mwokozi. Mtu ambaye ni Bwana kwako maana ni metre kwako, ni kiongozi kwako, ni roi kwako. Akikuwa metre maana utakuwa esclave, na esclave hana moadili mbele ya bwana wake, kwa sababu Jean chapitre 15 verset 15 anasema, Yesu kunasema siwaiti tena watumwa na waita marafiki, kwa maana mtumwa hajui kila kitu kwa bwana yake anafanya. Kwa hiyo ukikuwa esclave kuko vitu vingine venye hautajua, lakini pia kazi yako ni kuobeiri kote kwenye anataka kupeleke, utaenda. Hii ni imani ya wokovu. Kila mtu mweko na imani ya wokovu ni esclave kwa yule ambaye aliyemuokoa. Kila mtu mweko na imani ya wokovu ni mtumwa kwa yule aliyeamini. Kwa hiyo ukiamini Yesu atakufanya mtumwa wake, na kusudi wa mtumwa wake atakuempoze bateme mbili. Ya kwanza ya maji juu ya repentance, ya pili ya Roho Mtakatifu juu ya kukamilishwa ndani ya Mungu na kuongozwa na kuwa na identite ya wana wa Mungu. Ile ni imani ya wokovu. Kwa imani ya tatu inaitwa imani ya enve, la foi enve, imani ya mvide, imani yenye haina misingi, imani ya bure. Sukuma unaamini usichokijua. Ni wale watu ambao wanaweza kuwa ni msharati, ni mwizi, ni mtu ambaye haiko popote, lakini kuna kuambia mimi naamini Mungu. Unaamini sur base de quoi? Unaamini kupitia kitu gani? Nini inakusukuma uamini kama inawezekana ifanyike vile vile unavyoviamini? Hakuna neno unayosikia, hakuna neno unayoishi, lakini unaamini. Ile ni imani ya bure ambayo haina mafaa. Lakini pia kuna imani ya mapepo, la foi des démons, imani ya mapepo. Imani ya mapepo nalikuwa mu Mark chapitre 5 verset 1. Yesu anavuka ngamo, anakuta mwenda wazimu alikuwa anakaa Gadara, alikuwa amefungwa siku nyingi kwa mikataba na mpingu, anazikata mashene na hakuna mtu aliweza kumfunga. Yesu akamvisite mu makaburi. Alipomwona kwa mbali alikuja haraka na kuanguka mbele yake, akamwambia, Yesu Kristo mwana wa Daudi, tuna nini na wewe Bwana wetu? Muda wetu haujafika, turuhusu kwenda shimoni. Bwana wetu, turuhusu tuingie manguruwe. Zinaamini kama Yesu Kristo ni Bwana. Pa Biblia nasema atakayeamini ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana ataokoka. Zo zina reconnaître kama Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na tena ni Bwana, lakini haziokoke. Imani ya mapepo ni imani inakuambia tu kama Mungu iko, inakujulisha kama Yesu alikufa na kufa kwa ajili yako, haikusukume kuokoka. Ndio wale watu wanaingia kanisani, anaamini Yesu lakini ni mlevi, haache dhambi. Anaamini kama Yesu aliteseka kwa ajili yake lakini busharati haache. Ndio miongoni mwa wale watumishi ambao wanaweza kukataza dhambi lakini wao wanafanya. Wanaweza kukataza uzina lakini wao ni wa professionnel. Ni imani ya mapepo ambayo inawapeleka shimoni, kwa maana mapepo lideklare Yesu asiziwewe mshimu, ziingie mu manguruwe, maana siku yazo ziyafika. Maanake siku yazo kifika kwenye zitaenda ni mshimu. Ni watu ambao mwisho wao walio na hii imani watakwenda kwa shimu, hata kama leo wataingia mu manguruwe wapagani kualia mali zao, kuwatawala, lakini mwisho wataenda shimoni kwenye moto. Hii ni imani ya mapepo. Usisahau kichwa cha somo kinasema tuongezee imani. Najiuliza sasa, katika hizi imani ine, ni imani gani mitume walimwambia Bwana aongozee? Haleluya! Ni imani gani? Kwa sababu unaweza kuchukua hii neno na itumia kama sujet ya prière, lakini ifo ujue ni imani gani unatakiwa uambie Bwana akuongezee. Ni imani ya mapepo, ni imani ya kuamini muujiza, ni imani ya bure, wala ni imani ya wokovu? Kwa sababu katika hizi imani zote ni imani moja tu ambayo inakupa
assurance na ushuhuda katika Mungu, na ni imani ya wokovu. Ndio maana Yesu alisema Mathayo 6:33, tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake yote, mengine mtazidishiwa. Tatizo, dunia haitafute ufalme wa mbinguni kwanza. Watu walio na imani ya miujiza, walio na imani ya mapepo, wanatafuta dunia kwanza na haki yake, na ndio kwa maana unakuta wengi wanakufa wakiwa ndani ya Mungu, wanazarauliwa, wanavikwa kuingizwa mapepo wakiwa ndani ya Mungu. Si kwa sababu Mungu hayupo, Mungu yupo, lakini walifanya tu chaguo mbaya katika imani hizi zinazosema, na wakaingia katika matatizo. Niongee tu kwamba sababu 5 zilizosukuma mitume wamwambie Bwana awaongezee imani, wala niongee sababu 2 3, kwa sababu ziko nyingi tu, lakini ndagusa 3 kwa leo, ili kwamba siku nyingine tuweze kuongeza zingine zitakazobaki. Lakini kwa leo niguse tu sababu 5 zinazohusisha somo yetu, nasema tuongezee imani. Haleluya! Sababu 3 zilizosukuma ili swali la mitume kwa Yesu Kristo, tuongezee imani. Na hii ni kitu ambacho unatakiwa pia katika maisha yako ya kiroho umuulize Bwana. Unapopitia magumu, unapona changamoto, unatakiwa imani yako iongeze. Si kwamba hawakuwa na imani, walikuwa na imani, lakini ilibidi iongezeke. Wanasema tuongezee imani. Ina maana imani inaongezwa, na kama itaongezwa manake inaweza punguka. Vitu vyote viko na namna ya kupanda na namna ya kushuka. Tuongezee imani. Ingekuwa haiwezi ongezeka, Yesu angewaambia iwezekane. Lakini kuna vitu ambavyo Yesu walimwambia tuongezee imani. Siku moja Yesu aliwaambia mitume, naona shetani kama anataka kuwapepeta, kama anataka kuwapepeta ngano, inataka niko naombea imani yenu. Ni kitu ambacho bila imani kuongezeka wangepepetwa kabisa, kama mtu anapepetwa ngano. Sasa nikupe sababu 3 zilizotuma au zilizosukuma mitume kuambia Yesu aongezee imani. Sababu ya kwanza ni kuondolewa uoga wakati wanapitia matatizo wala changamoto. Ni kuondolewa uoga wakati wanapitiwa changamoto wala matatizo. Mlango wa kwanza, sababu ya kwanza iliyotuma wanaambia Bwana ongeze imani, ni kutaka waepuke kuwa na uoga wakati wanapitia changamoto wala wanapitia magumu. Mathayo chapitre 14 verset 24, Biblia inasema ya kwamba Yesu alipokuwa anahubiri kando ya bahari, aliambia mitume watangulie wapande chombo wavuke ngambo. Na Biblia yangu nasema watu wengi walikuwa wamemfuata. Alipomaliza hubiri akapanda mlimani kuomba. Na mitume walipokuwa wanavuka ngambo, Bible yangu nasema gharika, zaruba na tufani kubwa iliamka. Na walipokuwa wameona wanataka zama, waliona Yesu kwa mbali huku akitembea juu ya bahari. Na Petro aliogopa sana, waliogopa kabisa, kwa maana waliona hapa tunazama kabisa, hapa maisha yetu nakwisha, kwa maana presence ya Yesu ilikuwa absent kwao. Na wao walipotazama, akili zao ziliwapeleka kujua mtu wa kawaida hawezi kuwa juu ya bahari, hata iwezekane mtu hajawahi tembea juu ya bahari. Na waliogopa wakasema, huyu si Yesu, huyu ni vampire, huyu ni fantome, huyu ni mzimu kabisa anatembea. Na Yesu alijua, akawaambia msiogope, ni mimi. Petro akasema, kama ni wewe niruhusu niweke nami mguuni kufuata. Yesu akamwambia njoo. Alipiga hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu, na alifika kwenye kiwango anataka zama, akasema Bwana niokoe. Yesu akamwokoa. Ina maana pindi ambapo imani yao itakuwa haiko, wana matatizo, na Yesu aliwafuata akawaambia wapi imani yenu iko. Lakini sitoshe, kuna siku Yesu alivuka ngambo tena ya bahari, na tufani tena iliamka, na hapa walikuwa melala usingizi. Zaruba iliingia kwenye maji, walalamika, Yesu mwana wa Daudi, si kitu kwako tuona tunaangamia. Wakati unalala usingizi, aliamka akaikemea zaruba, ikatulia, akawaambia wapi imani yenu iko. Ina maana imani inapokuwa haipo, zaruba inapanda na tufani inainuka, watu wanafikiwa uoga, wanaogopa. Na uoga ni mlango mkubwa sana ambao shetani anapitia kuangamiza maisha ya watu. Ndio maana hata katika Agano Jipya, Agano la Kale, wote ambao Mungu alitendea muujiza aliwaambia usiogope, mpaka Agano Jipya. Tukianza na Musa mbele ya bahari ya Shamu,
Wakati anatoka na Misri, Israeli toka Misri anaingia, anafika mbele ya bahari ya Shamu, Farao nyuma yake, bahari mbele. Waliogopa, wanaambia Musa, Musa, kwa nini unatuleta tufie jangwani? Kwani makaburi hayakuwa Misri? Kwa nini unatuleta tufie jangwani? Na Musa alimlilia Mungu, akaambia waambie wasiogope, wale wa Misri wanaowaona hawatawaona tena. Ina maana boga ingefanya wa Misri wanaendelea kuonekana na kuangamiza, lakini kutokuogopa ilisababisha Mungu aangamize wa Misri. Magumu mengine mbele yako yataangamizwa wakati unaondoa woga. Mariamu, wakati malaika alimtembelea Mulike chapitre 1 verset 26, alimwambia usiogope Maria, utachukua mimba, utazaa mtoto, utamwita jina yake Yesu. Usiogope, ndio neno ya kwanza, usiogope, utachukua mimba. Alijua Maria akiogopa hakuna ngisi Mungu areagiri kwa maisha yake wakati boga iko. Boga ni adui wa imani. Boga ni matatizo sana, ni mlango wa shetani. Maana Biblia inasema waoga hawatarizi uzima wa milele. Maanake uzima wa milele, hapana ufalme wa Mungu, uzima wa milele. Kuna tofauti kati ya ufalme wa Mungu na uzima wa milele. Uzima wa milele umo ndani ya Yesu. Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Kwa hiyo kurizi uzima wa milele ni kurizi Yesu kama uzima wa milele ndani yako. Na Yesu akiwa ndani yako, Biblia inasema akiwa upande wetu, hakuna atakayekuwa juu yetu. Hasipokuwa upande wako, kila kitu kitakuwa juu yako. Kwa hiyo uzima wa milele ni action, ni mlango, ni nguvu zinazokufanya kusikue kitu kitakuwa juu yako. Hata kama Farao alikuwa nyuma na bahari mbele, kwa kuwa tu walitosha woga, Farao akakosa nguvu, bahari ikagaulika. Sikia, hata kama Maria aliona haiwezekani mtu kuoa mimba na hana mume, lakini kwa kutosha tu boga, Roho Mtakatifu akaweka mtoto mtumbu ya Maria bila mume. Kila kitu ambacho hakiwezekane kwa maisha yako kitadepende na woga ulio nao. Kuishi maisha ya wokovu na woga ni kutangaza kukosa imani. Na ndio maana mitume walimwambia Yesu, tuongezee imani, kwa maana walijua wanapokosa imani boga itaingia, na boga kiingia, obstacles zingine hawatazinani. Hii ni jambo ya kwanza iliyosababisha wanaambia tuongezee imani. Jambo la pili ambalo lililosababisha wanasema tuongezee imani ni kutafuta kupata nguvu kupata nguvu na kibali kwa njia ya msalaba. Kupata nguvu na kibali kwa njia ya msalaba. Unajua mpendwa, unapoishi maisha ya kiroho inabidi uwe na nguvu. Unajua unapokuwa hauna nguvu kwa njia ya msalaba, Biblia inasema Yesu asingekufa na kufufuka, imani yetu ingekuwa bure. Ina maana msalaba ya Yesu iliyosababisha mauti na ufufuko kwake ilifanya imani yetu ikuwe nguvu, imani yetu ikuwe na kibali. Sasa kama Yesu asingekufa na kufufuka, imani yetu ingekuwa bure. Maanake nguvu ya imani yetu ni kazi ya msalaba. Ndio maana jambo la pili lililosababisha Yesu, wa mitume wanaambia Yesu ongeze imani, walikuwa na haja ya kupata nguvu na kibali kwa njia ya kuamini njia ya msalaba. Kwa njia ya msalaba, maanake njia ya msalaba ilikuwa inafunga nguvu na kibali katika imani ya mitume. Kuongezewa imani ndani ya Yesu ni kuamini kazi ya msalaba inayopatia imani hii nguvu, na imani ya nguvu ni imani iliyo juu, iliyo kuu, ndio imani ya nguvu. Jambo la tatu lililosababisha wanaambia Bwana tuongezee imani, kuongezea imani ni kutokuwa na mashaka kwa Mungu na ahadi zake. Ni kutokuwa na mashaka kwa Mungu na ahadi zake. Bien-aimé dans le Seigneur, unapokuwa na mashaka kwa kazi za Mungu, kwa ahadi za Mungu na kwa Mungu, ina maana imani yako iko fake, iko chini. Kila mtu mwenye imani yake iko chini ana mashaka kwa Mungu. Mungu anaweza kuahidi hiki kitu lakini unashakia. Mungu anaweza kuahidi hiki, una mashaka, na mashaka ni adui wa imani. Biblia inasema Yakobo sura 1 mstari wa 6 ya kwamba aseme mtu wa imani anaposita mawimbi yanamupeleka, yaliyo kuume na kushoto yanamupeleka. Ina maana
kuna mawimbi ni majaribu, mawimbi ni zambi, mawimbi ni tabia, ni vitu ambavyo uliachaka zamani, ni vitu vinatengenezwa na shetani kwa kukuzamu, vinafanya maisha yako kwenda shida. Ndio maana ninaongea vizuri. Mawimbi ni laana na mikoshi, ni blockage, ni vitu vinafunga maisha yako. Kuna watu walikosa imani na mawimbi kawapeleka kwa sababu tu walikosa imani kubwa. Ndio maana mitume walisema tuongeze imani, kwa sababu walijua imani yetu inapokuwa chini, mawimbi yatatupeleka, majaribu yatatupeleka. Kuna nafasi mitume walipitia hii jambo kwa kuashiria kuwa hawana imani, na ni walipokuwa kwenye barki, Marko chapitre 6 verset 35, wanavuka ngambo na bahari ilichafuka. Yesu analala. Yesu akawaambia, imani yenu iko wapi? Wakati wanalialia, tunazama, tusaidie, kwa sababu imani yao ilikuwa ndogo. Yesu aliwaambia, ingawaje imani itakuwa ndogo, mngekuwa tunao kama chembe ya radani, mtaambia mlima ongoka na inaenda. Kama zaruba ilitulia, manake magonjwa haiwezi resiste kwa mtu wa imani. Kama zaruba ilituliwa, manake laana haziwezi resiste. Mtu wa imani aamini maneno ya watu wanaosema, anaamini kile alichokiamini ndani ya Mungu, haamini maneno ya watu. Kuna tofauti ya maneno na neno. Biblia inasema imani inakuja kwa kusikia neno, hapana maneno. Neno la Mungu. Kuna tofauti ya neno na maneno. Maneno ni ya watu, lakini neno ni Yesu Kristo. Kwa hiyo ukiwa na imani ndani ya ambayo inakuja kwa neno la Kristo, maana yake ukiwa na imani ndani ya Yesu, ile imani yako itatengeneza muujiza, kwa maana Biblia inasema yote yawezekana kwake yaaminie. Na Biblia inasema kwamba kisichowezekana kwa mwanadamu kwa Mungu kinawezekana. Kenye kiulishindwa Yesu anakiweza. Kwenye hawezi fika Yesu anapafika. Kwenye hawezi weza pigana vita, anapigana. Kwanza anasema vita si vyako, ni vyake. Kwa hiyo unapopitia magumu ukiwa na imani ndani ya Yesu, hautajipresente, utampresente yeye mweko na mamlaka, na nakusaidia. Anakupa aliko mu Mathayo 11:28, anasema njoni kwangu nyote msumbukao na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Wewe peke ulishindwa ajipumzisha, lakini yeye atakupumzisha. Ndio maana imani hii ambayo maneno aliyosukuma mitume, neno la tatu aliyosukuma mitume, wanasema ongezee imani. Walijua bila kuongezewa imani hatutaweza chochote. Yani bila kuwa na Yesu ambaye ndiye anazaa imani ndani yetu, hatutaweza chochote. Presence ya Yesu mubareke ilituma wanapona kifo ile siku. Presence ya Yesu kaburi ya Lazaro balizika wanadamu juu walikosa suluhisho, lakini Yesu alimfufua après 4 jours. Presence ya Yesu mbele ya mtoto wa mwanamke mjane Mulike 7:11 pale Naini ilifufua mtoto ambaye alikuwa amekufa. Presence ya Yesu ndani ya kaburi ilifanya après 3 jours lijue itoke yeye atokaka kaburi na Yesu akafufuliwa. Presence ya Yesu kwa maisha yako leo itafanya impossible inakuwa possible. Ndio maana unapopitia magumu usiongee neno ya kawaida, ambia tu Bwana niongezee imani. Maana kiongeza imani hautalomba msaada kwa mtu, lakini utapigana vita. Watu ambao wana imani ya kuenea, imani inaongezewa, ni watu wanapigana na Yesu. Kwa kuongezea imani aliwaambia sana kufa anafufuka, musitoke Yerusalemu mpaka mtakapopewa nguvu, kwa maana kuna mambo mengine Roho Mtakatifu atakaokuja atafundisha mengi zaidi kuliko niliyowafundisha. Na baada ya mitume kupewa nguvu, boga yenye Petro alikuwa nayo kuhubiri iliondoka. Alikaa na Yesu, lakini wakati anapata Pentekoste imani yake inaongezeka. Alisema siwezi kana kitu nilichokiona na kukishuhudia kwa macho yangu. Alihubiri Yesu aliyemkana na watu 3,000 wakaamini Yesu. Siku ile ya Pentekoste ilikuwa siku ya kuongezewa imani. Kinachoongeza imani yako ni Yesu kumwachilia roho wake, kwa maana nasema atawafundisha mengi ya zaidi. Kama Yesu aliwapatia neno, aliwafundisha neno ikawapa imani ndogo, yeye atawapa ya zaidi ya ile Yesu aliwapa. Na akiwapa neno kubwa, manake imani yenu itakuwa kubwa. Akiongezea zaidi ya maneno Yesu aliwapa, iliyowapa imani ya kiwango kile, manake na imani yenu itapanda. Ina maana presence ya Yesu siku ya Pentecost, ya Roho Mtakatifu siku ya Pentecost iliongeza imani ya mitume. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Maisha yako taka sana akuongezee imani. Napenda kote kwenye huko, hata kama utapitia changamoto, ili neno sitoke kinywani mwako, Bwana niongezee imani. Pindi
Pindi unaposema imani yako itaongezeka. Unapoombea kitu akipate majibu, ambia tu Bwana niongezee imani. Unapopitia majaribu, watu wanakusutumu, wanakutukana bila sababu, ambia tu Bwana niongezee imani. Unapoachwa na mume wala mke bila sababu, hapana pigana na watu, ambia tu Bwana niongezee imani. Kuna vikombe hautakunywa na ile imani uliyo nayo. Kuna baraka hautafikia na ile imani uliyo nayo. Kuna heshima hautafikia na ile imani uliyo nayo. Kuna cheo hautafikia na ile imani uliyo nayo. Kunatakiwa kumwambia Bwana niongezee imani, maana kuna mazingira mengine ambayo utahitaji imani yako ipande ili ufikie baraka. Hakuna siku kimvuli ya Petro aliponyesha mgonjwa, lakini wakati aliongezewa imani, magonjwa yalipona kwa kimvuli yake. Hakuna siku Petro aliponyesha kilema, lakini mbele ya hekalu, Biblia yangu nasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume, walipanda hekaluni kuomba na kulikuwa kiwete kwa mlango, na wakamwambia, akawalomba fedha, wakamwambia tulicho nacho, imani ndani ya Yesu, tulicho nacho ndio tutakupatia, kwa jina la Yesu simama utembee. Walitikiri Yesu aliye ndani yao, kwa maana imani waliokuwa nayo ilikuwa kubwa sana, na ule kiwete akatembea. Hakuna wakati mavazi ya Paulo, leso ya Paulo iliponyesha wagonjwa, lakini wakati Paulo alimwamini Yesu na kupokea imani ndani ya Yesu, Paulo aliponyesha wagonjwa. Siku zote aliangamiza kanisa na kuwafunga, kuwaua, lakini wakati aliokoka, imani ikaumba, ikaokoa. Kuliko iue ikaponyesha, kuliko ipoteze ikaleta, kuliko iangamize ikasimamisha, na akamtangaza Kristo, na akasema siko tayari tu kufa kufungwa kwa ajili ya Yesu, lakini niko tayari hata kufa kwa ajili ya Yesu. Sababu imani inapopanda, hauone tena dunia, hauone maisha yako kuwa na faida zaidi ya Yesu, lakini unamuona Yesu kuwa na faida zaidi yako. Maana si wewe tena unaishi, lakini Yesu anaishi ndani yako. Kila mtu aliye na imani yenye kuongezewa iko tayari kufa juu ya wengine. Yesu alikufa juu yetu. Sasa ule aliyekufa juu yetu anaishi ndani yako. Maana yake kama haiko onjo unaishi, yeye ndio anaishi, anaweza kufa tena juu ya wengine. Kwa hiyo mtu anapokuwa anaishi maisha ya kuona wengine wanateseka, iko na ngisi ya kuwasaidia, lakini anakimbia ni kukosa imani yenye kuongezeka. Ndio maana kama ulifika kiwango cha kuacha watu waliokutegemea, naambia Bwana kuongezee imani. Ni kukosa imani, imekuwa na imani ndogo. Bien aimé dans le Seigneur, Mungu akubariki na Mungu akutendee muujiza. Mungu akujalie neema. Kuna vitu utafanya na kuna vitu vitafanyikiwa kwako wakati imani yako inaongezeka. Unapopitia dharau za watu, unapofukuzwa kazi, unapozaraulika, watu wanaokunenea uongo na kujicheki, wakati mwingine mimi sijue lolote, unatakiwa kumwambia Bwana niongezee imani. Kuna imani hautapigana nayo, hautaenda nayo kumsalaba, kwa sababu na Yesu naye alienda Getsemani kuomba. Alipopitia matatizo, anaambia Bwana, aseme kiwezekana kikombe hiki uniepushe nakyo, si kama nipendavyo, bali mapenzi yako yafanyike kwangu. Ina maana ilikuwa ni woga, ilikuwa mwili uliogopa, lakini Mungu akamtumia malaika ili kumtia moyo. Mwingine tena kumongezea imani. Na Yesu, malaika walipokuja, alikuwa tayari kufa, akaenda kumsalaba. Walimpozima kesho ya piège, paka Pilato anamwambia niko na mamlaka ya kutosha hapa. Anamwambia hapana, Baba mbinguni akose wa kutupigania, ana mamlaka kutuma hata malaika kuja kupigana kwa ajili yangu, lakini hii inabidi mwana wa Adamu, maneno ya Mungu na unabii uliotabiriwa upate kutimilika. Ina maana kila kitu ambacho kinafikia mtu wa imani ni kitu ambacho kinafika kwa ruhusa ya Mungu. Watu walio na imani yenye kuongezeka, mabaya inapowapata inawapata kwa ruhusa ya Mungu, hapana kwa ruhusa ya shetani. Lakini watu ambao imani yao iko chini, gharika na mawimbi, yani shetani anawatia kwenye matatizo, kwa sababu muda ni mkubwa. Yesu aliambia mitume salini ili msije mkaingia kwenye majaribu, kwa maana alijua majaribu yapo, na pasipo imani wanaweza wakaingia majaribuni. Ndio maana nasema imani, Biblia inasema Mwaebrania chapitre 10 verset 38, aseme mwenye haki wangu ataishi kwa imani, na kisita sita roho yangu haina furaha naye. Mungu akubariki na Mungu akutendee muujiza. Acha nikupatie tu faida 5 wala 6 za imani, za kuwa na imani ya wokovu. Faida 5 ambazo tutakazozipata ili nimalize, za kuwa
na imani hii ya Mungu. Faida 5 wala 6 za kuongezewa imani. Unapokuwa na hii sababu 3 zilizosababisha mitume wanasema ukinapozitamani na kuwa nazo, inabidi ujue kuna faida pia 5 ambazo unaweza ukazipata katika kuwa na imani ya wokovu. Faida ya kwanza ya imani ya wokovu ya ndani ya Mungu. Faida ya kwanza, utakuwa na maisha ndani ya Mungu. Utakuwa na maisha ndani, maisha yako itakuwa ndani ya Mungu. Haitakuwa ndani ya wanadamu, haitakuwa ndani ya mume wala mke, itakuwa ndani ya Mungu. Biblia inasema mu Hebreu chapitre 10 verset 38, mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Ina maana maisha ya wenye haki iko kwa imani. Kwa hiyo unapokuwa uko na imani ya wenye haki, ndiyo maisha yao. Na hii imani ni imani ya wokovu. Wapi? Wokovu ndani ya nani? Ndani ya Mungu. Kwa hiyo unapokuwa na imani yenye kuongezeka, inakupa maisha ndani ya Mungu. Wenye haki wataishi kwa imani. Manake kila mwenye haki, yani mwenye iko ndani ya Mungu, kwa mwenye haki iko ndani ya Mungu, ndani ya mapenzi ya Mungu. Maisha yako iko, imani yako ni maisha yako ndani ya Mungu. Yani faida ya kwanza, ukitaka utapata maisha ndani ya Mungu. Bien-aimé dans le Seigneur, wale watu waliokosa maisha ndani ya Mungu ni watu ambao walikuwa hawana imani yenye kuongezeka ndani ya Mungu. Kukosa imani hii, kukosa kuongezewa imani, utakosa maisha ndani ya Mungu. Faida ya kwanza, utakuwa na maisha ndani ya Mungu. Hebreu chapitre 10 verset 38, mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Faida ya pili ni kumpendeza Mungu. Biblia inasema ya kwamba mwitu Hebreu chapitre 10 verset 38 asema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Akisita sita, moyo wangu hauna furaha naye. Kwa hiyo kama hauna mashaka, hausite site ndani ya Mungu, moyo wa Mungu ina furaha naye. Yaani ndio maana nimekwambia faida ya pili, utampendeza Mungu. Na ukipendeza Mungu, Mungu atabariki maisha yako, Mungu atainua maisha yako, Mungu atakuheshimisha, Mungu atakuinua, Mungu atakubariki. Kwa maana Biblia inasema ya kwamba Mungu anawaheshimu wanaomheshimu, selon Jean chapitre 9 verset 31. Ukipendeza Mungu, Mungu atakuinua, Mungu atakubariki. Kupendeza Mungu ni kufanya mapenzi yake. Atakupa soumission ku parole de Dieu, na utajisoumettre ku parole de Dieu, na wakati unajisoumettre, Mungu anabariki maisha yako. Kuna faida tu nyingi sana katika kumpendeza Mungu, na hii ni faida ya pili wakati unapokuwa na imani yenye kuongezeka ndani ya Mungu. Faida ya tatu, utaokoka. Biblia inasema utaokoka. Biblia inasema Rome chapitre 11 verset Marko chapitre 11 verset 41. Biblia inasema wazi, nasema walituma miumbi kwa Yesu. Yesu akuja, anangua na kufa. Yesu akuja, wanamzika, ndio Yesu anakuja. Wakati Yesu anakuja, Martha anawaambia ingekuwa asingekufa. Yesu akamwambia, nilikwambia ukiamini tu utaona wokovu wa Mungu. Utaona wokovu, hapana baraka, wokovu ya Mungu. Ukiamini utaona wokovu ya Mungu. Ina maana imani hii inakupatia wokovu ndani ya Mungu. Biblia inasema Marko chapitre 16 verset 16, aminie na kubatizwa ataokoka. Utaona wokovu ndani ya Mungu, utaokoka. Mungu, unapokuwa na imani yenye kuongezeka, kuna vitu vingine ambavyo viliua wengine, wewe Mungu atakuokoa navyo. Kuna nafasi wengine palikuwa majaribu, Mungu anakuokoa nako. Kuna madanje zingine wengine hawakuvuka, Mungu atakuokoa. Kuna vitu vingi viliua watu, kicheki tu mwenyewe hii mwaka, magonjwa ya corona, vitu fulani. Si kwamba havikukua, security ulikuwa na ni Mungu tu alikuokoa na mabaya. Wachawi walipokuinda usiku na mchana, si kwamba wakuona, usifikiri wakupita kwako. Mbaenemi iko bingi sana kwa maisha yako, na mnyumba na mwanturali, na wa kwanza ni shetani. Bilulu tu inapita maisha yako. Kuna vidudu vinajaa sehemu zote unapokaa, mende, nyani, kunguru, panya, nyoka. Mwili wako unajaa matundu. Unapolala usiku, wengine wanalala vinywa wazi, na ikisema tu Mungu asingekuokoa, vingine vingeingia kwa mapua, kwa masikio, na unakufa. Lakini wokovu ya Mungu kwa maisha yako ilisababisha imani kwa maisha yako. Kwa hiyo imani ndani yako yenye kuongezeka inasababisha wokovu. Yani hii ni kitu ambacho hautakiwi kukosa, kwa maana unapoikosa unakosa maisha, unakosa mafanikio. Ndio maana unatakiwa kuzijua hizi faida kwa maisha yako, ili utafute, umwombe Mungu akuongezee imani. Mungu akubariki sana. Faida yake ya 4 ni kupona.
ni kupona, ni kupona, ni kupona, ni kupona. Marko chapitre 10 verset 46, Biblia inasema ya kwamba Bartimayo alijua habari za Yesu, alizisikia sana, lakini alikuwa kipofu. Ni habari za mtu mmoja alikuwa anaomba, alikuwa kipofu, na aliposikia Yesu anapita Jericho, alitoka kando ya njia akalalamika, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Na Yesu aliposikia, ni nani huyu ananiita unirehemu, alijua Bartimayo iko na besoin msaada. Biblia inasema atakaye zitubu dhambi zake atasamehewa, atakaye amini Yesu ataokoka, atakaye amini kubatizwa ataokoka, unirehemu. Yesu akajipoze question, ni nani mwenye kuna roho ya compassion, roho ya huruma, roho ya kutubu, roho ya reconciliation, anataka ajipata, ni rehemu, mwana wa Daudi ananitafutia. Yesu akasema no, bamingi banifuata bakuniambia nibasamee, bamingi baniambia nibaponyeshe. Ndio ilikuwa neno ya kwanza. Unajua kuna tofauti kati ya kwenda mbele za Mungu ukiomba akutendee kitu na kwenda mbele za Mungu mwambia kusamee sana. Unajua maombi ya watu waliojibiliwa na Mungu haraka ni maombi ya watu waliotanguliza msamaha kwanza. Bartimayo alijua siwezi anza kumwambia niponyeshe na akamwambia nisamee, na alijua hii neno kusamee ni kitu ambacho kilituma Yesu anakuja aseme nikuja kutafuta kilichopotea. Biblia inasema tena atakaye tubu dhambi zake na kuziacha atasamehewa, atakaye zificha atasamehewa. Na Mungu akaona compassion, akaona humility ya Bartimayo. Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema no, wapi ya vinyoni kuna tafuta, baby kuna besoin ni basamee, kwa maana mimi kuna besoin ni basamee dhambi. Nimekuja kufa kwa ajili ya wenye dhambi, na nikiacha huu ndakuwa nimedevie mission. Akasimama akasema mulete. Yesu akamponyesha akamwambia imani yako imekuponya. Hakumwambia maombi, imani yako imekuponya. Ni imani ambayo ilimsukuma kuomba msamaha kwanza kwa makosa yake, ya pili akaomba msaada apate kuona. Sikia, Yesu akamuuliza unataka nikufanyie nini, na aomba msamaha, lakini alisikia kwanza unirehemu. Njoo akamuleta akamwambia unataka nikufanyie nini, nipate kuona tena. Yesu akamwambia ona, na basi akamwambia ona, imani yako inakuponyesha. Na kilichosababisha muujiza ya huyu baba ni imani aliyokuwa nayo. Ndio ukiwa na imani yenye kuongezeka utapona. Kuna magonjwa zingine mnashindwa pona sababu hamna imani inayotembea kwa ngazi hizi mbili. Ya kwanza msamaha, ya pili inabidi umdai Yesu akusamee. Watu wengi wanaenda omba Mungu awatendee ishara wakiwa na dhambi kwa mikono yao. Hakuna mtu ambaye anaweza patia mtoto wake chakula wakati kusahana na mpresente kwa mavi. Watu wanaenda kuomba Mungu leo wanasahau dhambi walizozitenda. Mtu ni kahaba lakini akianza omba baba nipe nyumba, nipe maisha, Mungu anaangalia huyu ni mchafu huyu. Mungu hajibii maombi ya wenye dhambi, anajibia maombi ya wenye haki. Ndio maana nasema maombi ya mwenye dhambi ni fujo mbele yake. Unapoomba Mungu bila kutanguliza msamaha, Mungu atasikia fujo, lakini unapoomba kwa kutanguliza msamaha, imani yako itaproduce mbio mbio majibu. Hapana fikiri imani tu inatosha, lakini imani inapoachilia baraka ni imani inayotembea kwa habari ya uponyaji, inatembea na msamaha. Mbele utafute msaada kwa njia ya imani kiuponyaji kwako. Tafuta kwanza kujua nina madhaifu gani mbele za Mungu nisitubu, ili kwamba nikiomba kwa imani maombi yangu sizibilike. Na hii ni mlango mkubwa Bartimayo kutumia. Pasipo kuomba msamaha kuna vitu vingine hautapokea. Biblia inasema Yesu alipotazama mwanamke mjane Mulike 7:11 akaona mtoto wake kisa amekufa, akamwonea huruma, na alipomwonea huruma akamwambia mtoto inuka. Mtoto akainuka. Huruma ya Yesu kwa mwanamke mjane ndio liachilia mtoto anafufuliwa. Na hii alama ya huruma mwanamke mjane ilikuwa inaashiria msamaha, Yesu amhurumie, na akasimama kapona. Kuna mtu mmoja alifuata Yesu, alikuwa mtu anambia Bwana mponye binti yangu amekufa, alikuwa Yairo. Na Yesu akamwambia binti yako wapi? Na kuomba unisamee. Akamuuzi Yesu akamwambia ifetendeke kwako vile gisi unavyotaka. Na ule mtu Yesu akaenda akamfufulia binti yake, lakini neno alitanguliza unirehemu. Bien medale senye, acha kufanya vitu kutafuta kuwazia imani yako itatumika wakati ndani yako mko dhambi. Kwa habari ya uponyaji tumia vitu viwili katika imani: msamaha, tubu dhambi zako. Ya pili muendee Yesu. Sasa watu wanapomwendea Yesu wanamwendea vibaya, kwa maana wanamwendea na dhambi. Biblia inasema wengine wanaomba hawapokee sababu wanaomba vibaya, wanaomba kwa tamaa zao wenyewe. Unapoenda omba Mungu akupe kazi, akupe kuinua, akupe cheo, ukitumia imani wakati una dhambi, ile imani yako ni imani ya mademo, haiko imani ya wokovu, haiwezi achilia muujiza.
miujiza, ni imani ya mademo. Najua kama Yesu anaponya, Yesu anainua, Yesu anaokoa, mehabaokoke banaenda tutafuta msaada, mehabamini Yesu. Hii ni imani ya mapepo. Sasa change, ingia muimani ya wokovu inakudai kwanza repentance, ili uamini. Ukiamini ubatizo uokoke, na wokovu kiachilia, uponyaji unaachilia kwako. Maana kuna uponyaji ya ajabu sana vile wokovu. Mungu akubariki, akutendee muujiza. Na pointi ya 5, faida ya 5 itaka kusaidia uingie upande katika viwango. Faida ya 5 leo katika habari za kuongezewa imani, ni faida ufahamu ya uumbaji ndani ya Mungu. Utapewa ufahamu ya uumbaji wa Mungu kwa maisha yako. Ufahamu, utakuwa na ufahamu juu ya uumbaji wa Mungu. Utapata ufahamu, imani yenye ufahamu juu ya uumbaji wa Mungu. Maana yake utakuwa na ufahamu kwa kuumba ndani ya Mungu. Mungu atakupa akili za kuumba, kucreate ndani yake. Imani atakupa imani yenye kuna akili ya kucreate. Ndio wale watu nakutana ni watu biko na create entreprise, magazine na vitu vinenda bien na imani yao, na biko nakwambia kenda fanya kitafanyikiwa, na kinafanyikiwa kwa sababu kwanza hii ufahamu, hii imani ilimupa ufahamu, ikamupa akili ya kufanya kile kenye anafanya, na kisha ikampatia uhakika ya kila anachokifanya kuwa kitafanyikiwa na kikafanyikiwa. Ndio maana Biblia inasema mu Hebreu chapitre 11 verset 3 aseme twa imani twafahamu ya kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Kwa imani tunafahamu ya kwamba dunia iliumbwa kwa neno. Tunafahamu kwa imani kama dunia iliumbwa kwa, maana yake kuumbwa kwa dunia kwetu, kujua kwetu kama dunia iliumbwa, tunaumbwa a partir ya imani. Tunajua a partir ya imani kama dunia iliumbwa kwa neno. Na ile imani yenye ufahamu ya kuumba ikiwa ndani yako, utaumba vitu vingine bila watu kujua. Utakuwa na kapasite ya kukreye bitu kwa wengine balishindwa, na hautakuwa na mashaka mkubifanya. Ndio wale watu nakutanaka, anaweza anza kazi kwenye wengine huko nasema hata endelea, baada ya siku kidogo watu wanakuwa watumwa watumishi wake, wanasema hatukujua kama kitafanyika. Anaweza anza vision, kwa sababu vision yake haone watu, anaona imani iliyotengeneza ile vision mwenyewe inayompeleka kwa kuumba. Ile nguvu ya imani ya uumbaji iliyotengeneza vision ya kuumba kitu inampatiaka uhakika ya kwamba kila alichokiumba kitatokea. Kwa hiyo ni imani ambayo haina mashaka katika kufanya vitu. Ndio watu wale ambao anaweza anza biashara na $100, kesho nasikia anakuwa $1000. Anaweza anza masomo bila pesa, kazi kidogo lakini anamaliza masomo. Ni wale wazazi unakuta wanasomesha watoto kwa mtaji ambao haiwezi walisha hata, lakini wanamaliza shule. Paka watu wanajiuliza, aliwasomesha je? Walimaliza shule je? Alifikia hii project je? Alimaliza hii nyumba je? Aliuza hivi vitu je? Alikala mwele ndoa je? Ule bwana na mheshimu je? Ile imani anafanya hii miujiza je? Ni watu ambao wana imani ya uumbaji, imani inao create vitu kwa maisha yake. Mungu akubariki na kutendea muujiza. Hii ni faida 5 ya imani ambazo unatakiwa kupata. Nikuombe kitu kimoja. Unapopitia magumu, kuna neno Mungu anakuomba, ni ulizo, tuongezee imani. Yesu yuko tayari kuongezea imani. Yesu yuko tayari kutendea muujiza. Unapopitia vitu havikamate, unapopitia shida kwenye ndoa, unapofanya huduma unaona vinavyoomba uvipewe, ambia tu Bwana niongezee imani. Ni devise moya ambayo Mungu amenituma nikuletee, niongezee imani. Kwako wewe ambao unakaa kwenye kitanda, unatunzisha mtu magonjwa ipone, unahitaji kumwambia Bwana niongezee imani. Kuna mazingira mengine unapitia mpaka unajiuliza, Mungu yupo pamoja na mimi wala ameniacha? Neno ni kwako, mwambie tu niongezee imani. Unapopitia iko tayari, anasema hakuna mwana wake ambaye mwana wake alimuomba samaki akampatia nyoka, wala akimuomba mkate akampa jiwe. Lolote utakalomba kwa imani utatendewa. Anasema Yakobo, nikaribieni na nimetakaribia, mpingeni shetani atawakimbia, mniite na mtakimbia. Yani kitu ambacho kitakufanya umwambie Mungu na afanye ni kumkaribia kwanza, na utamkaribia maneno, matendo, mutifu wa neno lake, na atafungua milango kwako. Unapotafuta kitu ukipate, usihukumu mtu wala usilamu, mwambie tu Bwana nimeshatumia hatua imeshindikana, ni wakati wa kuniongezea imani. Watu wananizarau bila sababu, niongezee imani kustahimili. Biko mingine maprobleme hapana jiliana na watu.
Hapana pigana na watu bien tafadhali. Ambia tu Bwana niongezee imani. Kuna ingine milima utapitia, kuna ingine magumu utapitia, ni milima ya Seiri kwako. Utaizunguka kwa mateso, lakini neno moja usione wa Amaleki, usijikamatie maamuzi yoyote. Mwambie tu Bwana niongezee imani. Unapompa mtu kitu anakutumia na kipeleka bila sababu. Kuko ingine maombi haiko mpaka upelekane kuleta. Mwambie tu Bwana niongezee imani. Imani yako kiongezeka, viwango vya kueleweka kwako mbele za watu vitaongezeka. Imani yako kiongezeka, viwango vya mafanikio yako vitaongezeka. Imani yako kiongezeka, baraka zako zitaongezeka. Imani yako kiongezeka, viwango vya uponyaji wako vitaongezeka. Viwango vya kiongezeka, consideration kutaongezeka. Ndio maana Yesu alikuwa anasema imani yako imekuponya. Maana yake imani ya kuponya ni wewe njoo uko nayo. Haungekuwa nayo haungepona. Imani kiwango ambacho Mungu atakitumia kwa kubariki maisha yako. Ndio maana natakiwa kujua kiwango cha imani yangu ni kiwango gani, ili Bwana aweze kuongezea. Kiu ulio nayo ndio itasababisha Mungu kukujilia ile kiu. Akitazama anakutendea sasa na imani yako. Mungu akubariki kutendea muujiza. Hakuna kisichowezekana kwa Mungu. Hakuna kenye Mungu hawezi fanya, lakini na dependre na imani yako. Ndio maana wakati utaomba, hapana omba Mungu mambo madogo. Na kama unaomba Mungu madogo ni resulta ya uelewa wako Mungu. Usije ulaumu mwenzako unaposikia naomba Mungu mambo makubwa, kusema kwamba ni materialiste. Usilaumu mwenzako unaposikia anafanya shua ya mwanaume wa aina ya juu, ni kiwango ya imani yake. Hapana laumu mwenzako wakati unasikia anakuambia niko na besoin kufanya eglise ya kiwango kikubwa. Hapana kuona haitawezekana, kwa sababu yeye kisi anaona, si wewe ndio unavyoona. Ndio kwa maana kama wewe unatamani kuishia kufikia makubwa zaidi, pandisha kiwango chako cha imani juu, na kama hauweze mwambie Bwana niongezee imani. Mungu akubariki akutendee muujiza. Nataka niombe pamoja na wewe. Ndaomba na wewe sasa, kwa maana mimi najua umekata tamaa, najua umekata matumaini. Ulipopitia magumu ulikata tamaa, ulipopitia vikwazo ulikata tamaa. Ni wakati tu kumwambia Bwana niongezee imani. Ulipotendea watu mema na kurudishia mabaya ulivunjika moyo, mpaka sasa unaanza ogopa kuwakaribisha watu nyumbani kwako, unaanza ogopa kuwatendea watu mema. Nikwambie tu kwamba ni wakati wa kumwambia Bwana, sitaacha kutenda mema juu ya mabaya, na kuomba uniongezee imani. Sitaacha kuomba juu ya deception, na kuomba uniongezee imani. Sitaacha kutafuta juu siyapata majibu, na kuomba niongezee imani. Sitaacha kutenda mema wala kutoa ofrande zangu wala kusutenire kazi yako juu siyaona unanijibia. Maana kuna wale wa Kristo wanapofanya mema waone majibu na wanakata kufanya mema. Wanafikiri vyole wanafanya wanafanyizia Mungu. Kila unachofanya unafanya kwa ajili yako mwenyewe, maana ni mbegu na matunda yako utaivuna kesho. Ndio maana niko na kutangazia, unapopitia mazito magumu, hauone matatizo, sijali, mwambie tu Bwana niongezee imani. Unaposoma upate kazi, usijali, mwambie tu Bwana niongezee imani. Maana kuna parkuru zingine utapitia, labda haiko majaribu ya shetani, labda haiko vikwazo, ni jangwa tu unapitia ambao unahitajika uongezewe imani. Kuna magumu ingine utapitia, watu wanakatala bila sababu, labda haiko watu ndio wabaya, ni jangwa tu unapitia na unatakiwa kuambia Bwana niongezee imani. Labda kuna dharau zingine utapata, ni mafundisho tu Mungu anakutia ndani, na bila kuongezewa imani utamwacha Mungu. Ni wakati wa kumwambia Bwana niongezee imani. Kuna watu watakuteta maneno usiyojua, na wale labda walikuwa marafiki, ukiwacheka unakuta sina naye probleme na hivi mimi silijue. Hapana, jieleza kwa watu, wewe mwambie tu Bwana niongezee imani. Maana Yesu akumwambia Bwana, hivi mimi naona mateso nitapitia hapa Getsemane, niepushe kikombe, lakini alisema si kama ninavyotaka, lakini mapenzi yako ifanyike. Kwa hiyo nikutasema ni sikatale kwenda kumsalaba, lakini ukiona vema Mungu uniepushe, lakini kama ni mapenzi yako ifanyike. Ni langaje ya watu wa imani. Watu wa imani hawasemake sitaweza, wanasemaka mapenzi ya Mungu ifanyike. Watu wa Mungu wasemake haviwezekani, wanasemaka Mungu ndiye anajua. Watu wa imani wasemake njoo mwisho, wanajua Mungu anajua. Maana kwenye watu wanaona mwisho, Mungu anaona mwanzo. Kwenye watu wanaona hautaweza, Mungu anaona kuweza. Kwenye wengine walishindwa, unaweza weza. Kwa wengine walikufa, unaweza weza. Mungu akubariki, Mungu akutendee muujiza, Mungu akutendee ishara. Ndio maana nataka niombe na wewe, nataka nikusogeze kwa Bwana. Wewe ambaye ulikata matumaini, wewe ambaye imani yako lizorota, wewe ambaye ulirudia nyuma kiroho, wewe ambaye watu walikusingizia uongo, watu walikunenea mabaya, uliacha kanisa juu ya maneno, uliacha kazi juu ya vikwazo, uliacha kazi juu ya tentation, ulitesekea sana, lakini ulipoipata bosi akakutamani ukiwa mke wa mtu, na ukaona nifanyeje?
Bieneme, ni wakati ya kuambia Bwana kuongezea imani. Mawimbi yanaposimama unahitaji imani. Ndio maana Yesu akwambia mitume, wapi maombi yenu iko? Wakati alikemea Zaruba, lakini niambia wapi imani yenu iko? Maana alijua imani ingekuwa Zaruba ingewaogopesha. Na Zaruba ni majaribu unayopitia, laana unazopitia, kushindwa. Mtu wa imani haishi kwa vile anavyoona, anaishi kwa vile anavyoamini. Mtu wa imani haishi kwa kuona. Mtu wa imani anaishi kwa vile anavyoamini. Hapana ishi kwa kutembea kwa kuona vitu. Hapana amini vitu kwa kuviona. Amini vitu kwa kuviamini, hapana kwa kuviona. Maana vingine tunavyoona vinatudanganya. Mezali 16 mstari wa 14. Biblia inasema mstari wa 2 inasema kila njia mbele ya macho ya mtu yeye pekee inaonekana ni nzuri, lakini 24 verse nasema zipo njia mbele ya macho ya mwanadamu zinazoonekana kuwa safi kwake mwenyewe, lakini njia za mauti. Kuna vingine utaona viko vizuri kwako, lakini kule mbele vitakuharibu, kule mbele vitakuteketeza. Ndio maana usione ngisi unavyoona, ona kwa njia ya imani. Imani haione hapa naona kesho. Imani haione esheke naona resite. Imani haione kushindwa naona kuweza. Mungu akubariki, akutendee muujiza. Weka mkono yako sasa kwa kifua chako. Ukiwa mwimbaji umeacha, weka mkono kwa kifua chako. Ni wakati wa restoration. Ukiwa mtumishi umekata tamaa, wamekuacha, wamekuvunja moyo, weka mkono kwa kifua sa Bwana kurestore. Bien-aimé, na kujia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kama Daudi alivyomjia Goliati. Goliati aliyesimama kwa maisha yako wa deception, wa vikwazo, wa esheke, wa dharau, aanguke sasa kwa leo. Ninamtangazia kukatiwa kichwa sasa. Na nyosha upanga kwa ulimwengu wa roho katika jina la Yesu. Mungu wa Israeli, nimemleta mpendwa mikononi mwako. Nimemleta mtumishi mjakazi mikononi mwako aliyekatishwa tamaa. Naomba umguse, mubariki. Naomba umsaidie. Naomba umrestore. Naomba muongezee imani. Pale alipopungukiwa muongezee. Pale alipoanguka msimamishe. Pale alipokwazika mfariji. Pale alipokata tamaa muinue. Pale alipoanguka msimamishe. Pale alipochoka muhimize. Pale alipozarauliwa mheshimishe. Vita iliposema pigana vita yake, kwa kuwa nasema vita si vyetu ni vyako. Mpatie ushindi mbele ya maadui zake, maana imeandikwa adui atakuja kwa njia Musa, watatawanyika kwa njia 7. Haleluya, watawanyika kwa njia 7. Ni wakati wa kuwatawanya maadui zetu wanapojipanga kupigana nasi. Daudi anasema jeshi wanapojipanga kupigana na sisi, moyo wangu hautaogopa. Anasema nipitapo katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa, maana Bwana ni pamoja nami. Mpendwa, mpatie nguvu, asiogope, reconnaître presence ya karibu yake, maana ukiwa upande wote hakuna atakaye kwa juu yetu. Angusha jabali na madhabahu, bali aliyesimama na Goliati anguke. Kama ni magonjwa anguke, kama ni kukosa kazi anguke, kama ni useliba anguke, kama ni ndoa haina amani ile angusha ile fujo, angusha ile jaribu wa fujo, pepo ya fujo ya madivision mazivorse. Kama ni huduma ilianguka, alipoteza huduma upako, Mungu muinue tena, maana imeandikwa utukufu wa nyumba pita kwa mguu wake ya kwanza. Mu restore Bwana, asimbe kawaida. Muongezee imani katika uimbaji, muongezee imani katika utumishi, muongezee imani katika maombi katika jina la Yesu. Asante Mungu kwa kumgusa. Umeanza mgusa sasa, umeanza mtendea muujiza sasa. Naona roho yako imekuwa juu yake sasa, ameanza mtendea ishara katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu zimekujia sasa pale ulipo. Nguvu za Mungu zimekuponya sasa ukiwa kitandani mwa hospitali. Nguvu za Mungu zimekuponya ukiwa nyumbani. Nguvu za Mungu zimeingia kwenye biro na kumshimamisha yule bosi ambaye anakutamani kimapenzi, ukiwa mke wa mtu, ukiwa mume wa mtu. Nguvu za Mungu zimesimama kumgeuza na kumpiga upofu na kugeuza moyo wake mbaya kwa moyo mzuri. Wale wanaotenda mabaya juu yako, Mungu anakunyang'anya haki na kupatia baraka juu yako. Kazi ambayo umekosa, Mungu anafungua milango yako katika jina la Yesu. Kazi yako ndio kuzipokea. Baraka za Mungu zimekuwa juu yako. Neema ya Bwana imekutafuta sasa. Hata kwa kwenye uchao ulikuwa umefungwa, Bwana amekufungua. Umeomba miaka mingi uchao kwenye umekufunga. Madhabahu ya kwenye umekufunga, kamba zimekatika. Gereza zimefunguka kama vile mbazi ilivyoanguka wakati Paulo na Sila waliomba. Mungu akubariki sana. Yawezekana uliomba sana, imani ya kukatesheka ikakatika ikazofika. Mungu akutendee ishara katika jina la Yesu. Mungu akubariki, akutendee muujiza. Ni wakati wa neema, na mimi naona Mungu amekugusa na maisha yako yamepewa furaha. Matunda ya Roho yamerudia kwa maisha yako katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki, akutendee muujiza. Basi utaangalia chini pale kuna namba zetu za simu na utasubscribe kwa ile na channel yetu. Unaponda tu pale kwenye rangi nyekundu pale na utaona video zetu kwa zaidi na maombi na mafundisho. Mungu akubariki. Basi kipindi hiki utakiona kwenye mtandao, utaona kwenye introduction na utaona alama na devise ya kipindi hiki. Kwa uwezo wa Injili tutapata nguvu za Mungu, na ukiamini Mungu atafanya njia kwa. Mungu akubariki. Amen.
You are